Ripoti inasema hii leo Ujerumani na Israel zinaadhimisha miaka 60 tangu kuanzisha uhusiano baada ya vita vikuu vya pili duniani. Maadhimisho hayo yanafanyika katika mazingira magumu chini ya kiwingu cha vita vya Gaza na athari zake. Zaidi anaeleza Daniel Gakuba. Ilikuwa tarehe 12 Mei mwaka 1965 Ujerumani na Israel zilipoanzisha uhusiano wa kibalozi baada ya kipindi kirefu cha maandalizi. Wakati huo uamuzi huo ulikuwa mgumu, ikitiliwa maanani kuwa ilikuwa miaka 20 tu baada ya utawala wa wanazi wa Ujerumani kufanya mauaji ya kimbari dhidi ya Wayahudi wa Ulaya, na kumbukumbu katika nchi hizo mbili zilikuwa bado kama kidonda kibichi. Hata leo miaka 80 baada ya mauaji hayo kusimamishwa, uhusiano baina ya Ujerumani na Israel ni muhimu sana, lakini pia mgumu. Rais wa Israel Isaac Herzog anakuja mjini Berlin sambamba na maadhimisho hayo, na akiwa na mwenyeji wake Rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier watatembelea kituo cha treni mjini humo kijulikanacho kama Platform 17, ambako makumi kwa maelfu ya Wayahudi walipakiwa kwenye treni wakipelekwa katika kambi za mauaji zilizoendeshwa na Wanazi. Baada ya kukutana na Wayahudi vijana wa Ujerumani, Rais Herzog ataongozana na Steinmeier hadi nchini Israel, ambapo watakitembelea kijiji kilicho karibu na ukanda wa Gaza. Haya yanajiri wakati hisia dhidi ya Wayahudi zikiwa zimeongezeka sana, hususan miongoni mwa vijana wa Ujerumani kutokana na harakati za kijeshi za Israel huko Gaza. Vile vile ni siku za mwanzo kabisa za uongozi wa kansela mpya Friedrich Merz, ambaye kama watangulizi wake wote anaelewa jukumu la kipekee ililo nalo Ujerumani kwa Israel. Alipokuwa akizungumza katika bunge la Israeli mwaka 2008, kansela wa wakati huo Angela Merkel aliliita jukumu hilo Staatsräson, akimaanisha kuwa ni swala ambalo Ujerumani inalipa umuhimu wa ngazi ya usalama wake wa kitaifa. Ni kwa maana hiyo kwamba licha ya ukosoaji mkubwa unaoiandama Israel kutokana na matendo yake katika ukanda wa Gaza, bado Ujerumani inasimama na taifa hilo la Kiyahudi tangu shambulizi la Hamas la Oktoba 7 mwaka 2023. Ujerumani, Umoja wa Ulaya na Marekani zinaichukulia Hamas kuwa ni kundi la kigaidi. Lakini pia sauti za kuikosoa Israel zinazidi kupazwa nchini Ujerumani. Katika mahojiano yake ya kwanza kama kansela, Friedrich Merz aliambia idhaa ya taifa ARD kwamba Israel inapaswa kuheshimu sheria. Israel macht uns allergrößte Sorgen. Kwetu Israel ni yenye kipaumbele. Waziri wa mambo ya nchi za nje ataitembelea nchi hiyo weekend ijayo. Sitaki kusema chochote kabla ya hapo. Tutafanya maandalizi pamoja, lakini pia serikali ya Israel lazima itekeleze majukumu yake chini ya sheria ya kimataifa. Inapaswa kuruhusu msaada wa kiutu kuingia Gaza. Hilfe im Gaza-Streifen. Mwiba mwingine katika uhusiano wa leo baina ya Ujerumani na Israel ni hati za kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu zilizotolewa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, ambayo Ujerumani ni mwanachama mwanzilishi. Kwa maana hiyo Ujerumani inalazimika kisheria kumkamata Netanyahu iwapo atakanyaga kwenye ardhi yake. Lakini akizungumza na Netanyahu siku moja baada ya uchaguzi mkuu wa Februari nchini Ujerumani, Friedrich Merz alisema akiwa kansela atatafuta mbinu zitakazomwezesha Netanyahu kuzuru Ujerumani na kuondoka bila kukamatwa. Hata hivyo, baada ya kushika hatamu za uongozi, hajasema chochote tena kuhusiana na swala hilo. Asante sana Daniel Gakuba kwa kutuandalia ripoti hiyo. Tukamilishe sasa uchambuzi. Nchini Kenya, upinzani nchini humo umemshutumu Rais William Ruto kwa kuwateua makamishna wa IEBC bila mashauriano, hatua wanayosema kwamba huenda ikavuruga uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Hata hivyo, viongozi wanaoegemea upande wa rais wameutaka upinzani kuwasilisha malalamiko yao kwa kamati ya bunge inayoshughulikia masuala ya haki na sheria. Kutoka jijini Nairobi, mwandishi wetu Shisia Wasilwa ametutumia ripoti ifuatayo. Wanasiasa wa upinzani wakiongozwa na kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka wamemnyoshea kidole cha lawama Rais William Ruto kwa kuwateua makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka bila kushirikisha wadau wengine kama ilivyopendekezwa katika ripoti ya maelewano ya kitaifa maarufu NADCO. Huwezi kuwa wewe ni mchezaji na unachagua wewe referee yako. Haiwezekani.
sisi tuko tayari. Hata Ruto mwenyewe akijifanya ndiye chairman wa IEBC, Ruto must go. Akizungumza wakati wa mazishi katika eneo bunge la Matungulu, kaunti ya Machakos, Kalonzo amesema uteuzi wa Erastus Edung Ethekon kwa mwenyekiti mpya wa IEBC umepunguza imani ya umma kwa tume hiyo na kwamba hatua hiyo inahatarisha uhalali wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wabunge kutoka jamii ya Wakamba wakiongozwa na mbunge wa Kathiani Robert Mbui na seneta wa Makueni Daniel Manzo wamesema upinzani utawasilisha kesi mahakamani kupinga uteuzi huo, wakidai kuwa urafiki wa kifamilia na upendeleo ulitawala katika uteuzi wa makamishna hao 7 wapya. Huku hayo yakijiri, viongozi wa Kenya Kwanza wakiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula wamewataka viongozi wa upinzani kufuata utaratibu wa kisheria. Mwananchi yeyote ambaye ana maneno, hata wale wanasiasa ambao wanapinga, peleka maoni yenu kwa kamati ya bunge ya jaila. Hii maneno ya IEBC ambaye rais ameweka kidole, sisi tunataka kusema kwamba wabunge mpitishe hii maneno ya IEBC ili tuwe na IEBC. Ningependa kumuuliza ndugu yangu Kalonzo, tafadhali nionyeshe kwa hii sheria ambayo tulipitisha ni wapi inasema ati Kalonzo mpaka aulizwe. Erastus Edung Ethekon ambaye ni mwanasheria kwa taaluma aliteuliwa na rais kuwa mwenyekiti mpya siku ya Alhamisi. Kwa sasa majina ya mwenyekiti huyo pamoja na makamishna walioteuliwa yamewasilishwa kwa bunge la kitaifa ili kuthibitishwa kulingana na sheria za IEBC na sheria ya uidhinishaji wa uteuzi wa umma. Makamishna wengine walioteuliwa ni Angeline Nderitu, Moses Alutalala Mohwana, Mary Karen Sarobot, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo Odwol na Fahima Arafat Abdalla. Kikosi hicho kipya kikiidhinishwa na bunge kitahitajika kuandaa kura ya maoni kuhusu masuala mawili muhimu, yakiwemo mipaka ya maeneo ya uchaguzi na marekebisho ya katiba kwa sababu ya upangaji upya wa muundo wa serikali kuu na kuanzishwa kwa ofisi rasmi ya upinzani kama ilivyoainishwa katika ripoti ya kamati ya majadiliano ya kitaifa. Uchambuzi sasa hivi moja kwa moja hadi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Watu zaidi ya 100 wamepoteza maisha mwishoni mwa juma nchini humo kufuatia mafuriko katika kijiji cha Kasaba ndani ya wilaya ya Fizi. Mkasa huo ulitokea usiku wa Jumamosi wakati mvua kubwa iliponyesha kwenye kijiji hicho kilichopo mwambao wa Ziwa Tanganyika. Zaidi yanaarifu Mitima de la Chance. Kijiji hicho cha Kasaba kilikumbwa na mvua kubwa iliyonyesha wakati wa usiku ikisindikizwa na upepo mkali uliosababisha nyumba nyingi kubomoka na kuzusha maporomoko ya ardhi, na nyumba kadhaa katika maeneo matatu ya kijiji hicho zimefunikwa. Sami Kalonji ni mkuu wa wilaya ya Fizi, anasema mafuriko hayo yamesababisha vifo vya watu wengi na pia uharibifu wa mali kwa kiwango kikubwa. Zaidi ya watu 100 ndio walishaonekana, 150 ya manyumba zenyewe zilibomoka. Tuko na zaidi ya 50 ya watu wenye walipata vidonda kali na karibu 1000 ya watu wenye hawana nyumba, wangali wanatafuta wenyewe, wangali chini ya matope. Kwa sasa juhudi bado zinaendelea ili kujaribu kupata miili ya wahanga katika kijiji hicho. Manusura wanaungana na mawakala wa shirika la Msalaba Mwekundu wakipekua udongo na kuta za nyumba zilizobomoka. Wengine wanatafuta miili mingine juu ya Ziwa Tanganyika wakiamini huenda iliteremshwa na maji ya mto hadi kwenye ziwa. Dominic Asakia ni msimamizi wa shirika jipya la raia wa wilaya ya Fizi. Anasema juhudi hizo zinakabiliwa na baadhi ya changamoto. Hakuna njia ya barabara, ni njia tu ya Tanganyika, ni kupita ndani ya maji, na mtandao wa mawasiliano ina shida sana kabisa za mawasiliano. Kwa sasa hali ya Kasaba ingali tu yasitofahamu, kwani mpaka sasa watu wa Msalaba Mwekundu wangali wanatafuta watu waliopotea, walioshirikiwa na vifurushi, na kwa leo hadi sasa hatujana idadi kamili watu waliofariki. Kwa kuuliza majirani na wengine, ndio tuko tunafika idadi ya 114 na majeruhi. Janga hilo limetokea huku wilaya ya Fizi ikiwa pia chini ya tishio la vita kati ya jeshi la Kongo, wazalendo, jeshi la Burundi kwa upande mmoja na kundi la Turwaneho AFC M23 wanaodaiwa kusaidiwa na jeshi la Rwanda kwa upande mwingine. Jacques Alimasi ni msimamizi wa asasi za kiraia huko
Anaomba pande zote kwenye migogoro kuruhusu njia kwa misaada ya kibinadamu ili iwafikie wahanga wa maafa hayo. Serikali yetu ya Kongo na kwa wafadhili fulani wakuje wasaidie majamaa, kwa sababu shamba zimekwenda na maji na kwa sasa raia wanaendelea kuteseka, hawana kwa kulala. Mafuriko mengine yametokea katika kijiji cha Bubale ya pili wilayani Kalehe Jumapili, ambapo zaidi ya nyumba 50 na shule zimebomoka kutokana na maji ya mvua. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.